mchungaji wetu kwa ajili ya matangazo. Inua mikono yake juu. Piga makofi yako, piga makofi yako. Karibu mama, karibu. Karibu, 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 karibu. Karibu sana, karibu sana. Karibuni tuketi. Asanteni kwa kutii. Natambua uwepo mbeba maono wa madhabahu haya pamoja na mama yetu, watendakazi wa nyumba hii, washirika wote na viongozi pamoja na wageni, na wasalimia nyote. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Pastor Dora John, nimeokoka na Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Natumika mahali hapa katika madhabahu haya, na niko hapa mbele yako nikuletee taratibu na matangazo ya kanisa la Shekemu Worship Church ambalo linaongozwa na Pastor Peter Mtanda na mama yetu Beverly Mtanda. Mahali tulipo hapa kunaitwa Mnazi Mmoja, tuko eneo bunge ya Nyali na tuko katika kaunti ya 001 Mombasa, Kenya. Karibuni sana. Nitaanza na taratibu kisha nitakuja kwa matangazo yake. Kila Jumapili tunafanyaga morning glory asubuhi saa 11 mpaka saa 12:30 na sote tunakaribishwa katika ibada hiyo. Watoto wa Sunday school wanaingia saa 2 mpaka saa 3. Wazazi mnahimizwa kutayarisha watoto wenu kuja katika ibada yao. Ibada yetu kuu inaanza saa 3:30 mpaka saa 7:30 na sote tunakaribishwa katika ibada hii. Alafu katikati ya wiki tuko na ibada za mchana, za jioni na pia za kesha. Monday mpaka Friday tuko na ibada ya mchana kuanzia saa 6 mpaka saa 8. Nyote mnakaribishwa katika ibada hii ya mchana. Alafu ibada za jioni zinakaga Monday mpaka Wednesday kuanzia saa 10 mpaka saa 12 na sote tunakaribishwa tuje katika ibada hii. Alafu Thursday jioni ni ibada wa mama peke yake kuanzia saa 10 mpaka saa 12. Wa mama mnahimizwa kupatikana katika ibada hizi zenu ili kwamba mpate mafundisho, ili kwamba Mungu akaweze kuwatengeneza kuwa wanawake ambao wanaweza kufaa katika huduma, katika maisha na hata katika taifa hili la Kenya linakutegemea mama. Kwa hivyo unahitaji kupatikana katika mafundisho ili kwamba mafundisho akaweze kukuunda ukaweze kuwa chombo cha kufaa na chombo cha kutegemewa. Alafu Tuesday ni ibada ya wazee kupatikana saa 1 mpaka saa 2 usiku Tuesday. Kwa hivyo wazee pia mnakaribishwa kuja katika ibada zenu mpate mafundisho ili kwamba mkapate kupata nguvu kutoka kwa Roho, jinsi utakavyoendeza boma zenu ama jinsi mtakavyoshuhudumia watu wa nyumbani mwenu mkiongozwa na Roho wa Mungu. Patikaneni katika mafundisho na Roho wa Mungu atawasaidia. Saturday tuko na ibada ya vijana kuanzia saa 12 mpaka saa 2 usiku. Vijana pia mnaomba sana kupatikana katika ibada zenu, maana vijana ndio watu ambao wanategemewa kesho na kesho kutwa, na ndio ibada, ndio kanisa ambalo la kesho. Kwa hivyo vijana patikaneni sana mpate mafundisho yenu kutoka kwa Roho wa Mungu ili kwamba nguvu zenu za ujana zisipotee bure, maana tunaambia kwamba ujana ni moshi, ukipita utarudi tena. Kwa hivyo nguvu yako wacha ikaweze kuwa ni manufaa na ni faida kwa Kristo, na utakuwa hivyo wakati unapata mafundisho yake, maana yatakujenga na yatakusaidia, yatakujaza hekima na maarifa ya Mungu. Alafu Saturday kuanzia saa 8 mpaka saa 10 watoto ambao wametufanyia mahali hapa memory verse ndio wanakuja mahali hapa, unafundishwa na mwalimu wako. Kwa hivyo achilia mtoto wako apatikane hiyo Saturday kuanzia saa 8 mpaka saa 10 ili akapate kukutana na mwalimu wake, akaweze kufundishwa yanayompasa kuyajua, ili kwamba akaweze kusonga mbele na hatua nzuri katika maisha yake, ili kwamba akaweze kuwa baraka kwa siku zake za usoni. Maana unaambia kwamba anachofundishwa mtoto akiwa mdogo hakitatoka katika akili yake hata akiwa mzee. Kwa hivyo usimwachie huko nje, atakusumbua baadaye. Wacha tu aje apate neno la Mungu na itakuwa baraka katika maisha yako, pia itakuwa baraka katika huduma na pia katika taifa. Alafu baada ya hiyo usafi unafanyika mahali hapa. Kwa hivyo wewe pia patikana katika kufanya usafi ili kwamba ukaweze kubarikiwa katika maisha yako. Baada hiyo wana praise pia wanakutana mahali hapa ili kwamba wakaweze kukutana na kiongozi wao. Alafu mahali hapa tuko na kesha 2 ambazo Mungu alitubariki nazo kulingana na maono ya mahali hapa. Tuko na Wednesday, kesha ya kwanza iko Wednesday kuanzia saa 4 mpaka saa 6 usiku. Kila mmoja anatakikana kuja katika kesha hii. Iwapo nataka kuwa mhuduma wa Mungu ambaye amejazwa nguvu, ambaye iko tofauti na wahuduma wengine, patikana katika kesha, ujiombee. Na pia huduma hii inahitaji maombi, pia inahitaji kuombewa. Mimi na wewe tupatikane katika kesha hii. Special viongozi mnawaambia kwamba muongoze hawa wengine kuja katika kesha, ili kwamba wakaweze kujua kujimimina mioyo yao kwa Bwana, ili kwamba Mungu akujaze nguvu zake katika huduma ambayo iko ndani yako, na pia huduma yako izidi kunawiri kwa watu na ikaweze kuwa ya baraka
kwa watu. Inahitaji maombi kutoka kwako, ujiwakilishe kwa Bwana Mungu wako. Alafu kesha nyingine iko Friday kuanzia saa 4 mpaka saa 8 usiku. Na hii kesha pia ni nzuri, maana tuna nafasi nzuri ya kumsifu Bwana, maana Mungu mengi ambaye anatenda katika maisha yako. Inatakana upate nafasi ya kuminua na kumtukuza Bwana na kumwambia Bwana anastahili. Niposa kesha hii imewekwa ya Friday, iko na masaa marefu, kwa hivyo iko na vipindi vingi ambavyo unaweza kujiwakilisha navyo mbele za Bwana. Unakaribishwa sana katika kesha hiyo, nao itakuwa ni baraka katika maisha yako. Alafu mafundisho yetu ambayo tunapataga hapa katika Shechem Worship Church, ukitaka kubarikiwa wakati wote ama mahali popote pale ulipo, unaenda kwa smartphone yako, una search Shechem Worship Church Nyali. Mahali pale utakutana na mafundisho ambayo yanapatikanaga hapa kila wakati, na utabarikiwa sana na moyo wako utajazwa Roho wa Mungu kila wakati na mahali popote pale unataka. Kwa hivyo karibuni sana kwa mtandao kwa sababu ya huduma hii, na utazidi kubarikiwa mahali pale. Na ukishabarikiwa, hakikisha kwamba umecomment kitu mahali pale. Inatia moyo kwa wale ambao wanatumika, na pia inatia moyo kwa wale ambao wanatazama kipindi hicho, na inakuwa ni baraka pia. Alafu pia Jumapili ya kwanza ya mwisho wa mwezi, mtumishi wa Mungu anakaa kikao na viongozi wake. Kwa hivyo kama wewe ni kiongozi, sio mtu wa kuhepa hepa, inapofika siku hiyo hakikisha kwamba unabaki, ili kwamba ukapate kusemezana na mtumishi wa Mungu kile ambacho Mungu amempatia kwa mwezi wote, maana ndiye mbeba maono. Mungu mtembelea kila siku na kumpatia kile ambacho atakachowaambia viongozi wake, na inakuwa ni baraka. Kwa hivyo kama unataka kuwa mbarikiwa ama katika uongozi wako, hakikisha kwamba unatii, maana tunaambia kwamba tutii ambao wanatuongoza, maana hao watatoa hesabu zetu mbele ya kiti cha enzi. Alhamisi ya kwanza mwisho wa mwezi, mtumishi wa Mungu anakuwa baraka katika ibada ya wamama. Kwa hivyo wamama, hakikisha kwamba mnapatikana kila wakati, lakini Alhamisi ya mwisho wa mwezi mtumishi wa Mungu anakuja mahali pale na kutuongelesha na kutubariki kwa maneno mazuri. Kwa hivyo kama unataka usipitwe na mambo mengi, ama kuwa mtu ambaye Mungu anamtembelea katika roho yake katika sehemu yake ya umama, hakikisha kwamba unapatikana katika ibada hiyo, ili kwamba upate kubarikiwa na kuinuliwa zaidi na zaidi katika huduma ambayo Mungu amekupatia kukuita mama katika Shekemu ama katika jamii ama katika taifa hili la Kenya. Hakikisha umepata mafundisho kutoka kwa mtumishi wa Mungu na utainuliwa zaidi na zaidi. Kila Jumanne ya kwanza mwisho wa mwezi pia mtumishi wa Mungu anakaa baraka katika ibada ya wazee. Kwa hivyo wazee pia mnapatikana katika ibada yenu, ili akija apate watu wa kumpokea katika ibada hiyo. Alafu kila Jumatano mtumishi wa Mungu yuko mahali hapa amejitoa wakfu na kutatiza. Njoo hapa siku ya Jumatatu kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 6, na jioni kuanzia saa 8 mpaka saa 10. Utampata mahali hapa, na ninaamini kwamba utatoka na jibu ambalo liko sawa, utasaidika, utapata kitu ambacho kitakusaidia katika maisha yako, maana yuko hapa pamoja na Roho wa Mungu anasaidiana kwa kazi hiyo, kusaidia kuhakikisha kwamba wewe uko sawa katika uwepo wa Bwana. Alafu niko na matangazo, ni kwamba kila mwana Shekemu ni fursa yake ajiandikishe apate membership card yake kwa 200. Na kama bado hujajiandikisha, unione baada ya ibada na 100 yako 2, na kama ulijiandikisha hujapata pia, njoo unione unaambia kwamba ulitoa hujapata membership card yako, na mimi nitakueleza kila kitu na itakuwa ni baraka kwako. Membership card hii ni baraka katika maisha yako, maana hivyo ndivyo unaonyesha kwamba vile unavyopenda Shekemu na vile unavyopenda maono ya Shekemu mahali hapa, na hiyo pia inakuwa ni sehemu yako ya baraka katika maisha yako. Unapofanya hivyo, jua hiyo kitu haipiti bure, bali umezingatia kile ambacho kinatangazwa mahali hapa, na uwepo wa mahali hapa ambao Mungu aliweka mahali hapa utakuwa unatembea pamoja na wewe, na utaenjoy baraka ambazo ziko mahali hapa. Hatua ya pili ni kwamba kama umejiandikisha katika kitabu cha Shechem Worship Church, hakikisha pia umeenda katika kundi lako. Kama ni mama, kijana, mzee, tembea katika kundi lako, utakutana na viongozi wako mahali pale, utakutana na karani na kitabu chake. Kwa hivyo hakikisha kwamba pia umeingia katika kitabu cha kundi lako, kama ni mama ama mzee ama kijana. Mahali pale uhakikisha kwamba unatembea vizuri na viongozi wako, waheshimu tu, watembea nao vizuri. Kama wako na mkutano patikana, kama wanatembelea watu patikana, na kama wako na kutoa hazina, toa nao pia. Kama wanaendaga kusaidia watu wengine pia, tembea pamoja na wao, ili kwamba ufanane na wenzako. Wakati Mungu anapobariki kundi lako, nao pia utakuwa pamoja katika baraka hizo, hazitakupita kamwe. Kwa hivyo mambo haya yote huwa ni sehemu ambazo Mungu ameziweka kwa ajili ya baraka zetu katika maisha yetu. Alafu kila mwisho wa mwezi kabla 5 huwa tunasimama na nyumba ya mtumishi wa Mungu kwa sababu ya kulipa renti. Na kuna wale ambao walijiandikisha, walitoa ahadi zao, waliweka nadhiri zao ya kwamba kila mwezi watakuwa nasimama na 500, 200,
1,000, 5,000, 3,000 kadri na uwezo ambao Mungu amekupatia. Na mambo haya tulijiandikisha wenyewe, na kwa hivyo naambia kwamba hakikisha kwamba kila ambacho umekiandikisha, hakikisha kwamba umekitoa sawa sawa na ahadi ambayo uliweka, na itakuwa ni baraka. Kwa hivyo jambo hilo hakikisha kwamba umelitimiza. Na kuna wengine wameniona, wengine bado hawajaniona mpaka sasa. Tayari ni tarehe 15 leo, na kuna wengine ambao waliahidi bado hawajaleta pesa zao. Kwa hivyo ni wewe tu na Mungu wako mwenyewe, maana ulipoahidi ulikuwa na Mungu wako peke yake, kisha ukatwambia kwamba utakuwa unasimama na hiki na hiki. Kwa hivyo hakikisha kwamba unajihoji vizuri kwa moyo wako ili kwamba utimize ahadi yako. Alafu mahali hapa pia Jumapili ya kwanza ya mwisho wa mwezi tunasimamaga na utumishi wa vyakula katika madhabahu haya. Naamini kwamba kila mmoja anajielewa kile ambacho wanatoaga katika siku hiyo. Itakuwa tarehe 5 mwezi wa 4 2026. Kwa hivyo hakikisha kwamba unaendelea kujitayarisha. Ikifika siku hiyo uko tayari kumtumikia Bwana, kupanda vyakula kwa nyumba ya mtumishi wa Bwana, ili Yesu asikupite wakati anapozuru wengine kwa baraka. Ofisi ya mchungaji mtabaki nyuma baada ya ibada, mtaonana na kiongozi wetu mama yetu Christine wa kesho. Alafu kuna watu ambao walibatizwa kitambo, wengine walibatizwa juzi, wengine watoto waliowekwa wakfu hawajachukua kadi zao. Ni vizuri kabisa kuchukua kadi yako, maana iko na muhimu sana katika maisha ya mtoto wako. Kwa hivyo kama mtoto wako aliwekwa wakfu, na kama ulibatizwa wewe mwenyewe ama uliwekwa wakfu wewe mwenyewe pia na hujachukua kadi yako, hakikisha kwamba umechukua kadi yako, ukae nayo mikononi mwako. Hiyo ni miliki yako katika maisha yako. Kaa nayo mwenyewe na uwe ukitamkia maneno, ukiombea na kuitamkia ya kwamba nimebatizwa, kuna hatua zingine bado ziko mbele zinaningojea Mungu, na kwamba hii ni ya kwanza, nataka hizo zingine pia zifunguliwe njia zikapate kuja. Kwa hivyo ukiacha mahali hapo unaacha mafanikio yako mengi sana katika maisha yako. Chukua kadi ya mtoto wako ambaye amewekwa wakfu. Chukua kadi yako ya ubatizo, ukae nayo katika nyumba yako. Siku utakapohitaji utazunguka, pengine ukija hapa pengine hakuna mtu wa kukuandikia, na siku hiyo inahitajika kabisa, inataka itumike kwa mambo fulani, na utakuwa huku kuichukua mahali hapa. Kwa hivyo tembea na majira ili ubarikiwe na Bwana. Usikae nyuma na masaa yako ama na majira yako vile ninavyotembea. Utembee na baraka zako hatua kwa hatua, ili kwamba ubarikiwe katika maisha yako, usichanganyikiwe katika safari ya maisha yako. Alafu pia niko na wale ambao hawajabatizwa, nafasi bado iko, mtaleta majina yenu. Kama hujabatizwa katika maji mengi, leta jina lako ubatizo katika maji mengi, upate ahadi yako, ikusaidie wewe kutembea katika nguvu za Mungu, katika kipawa ambacho kiko ndani yako. Kinahitaji nguvu za Mungu, na kinakuja wakati mtu anabatizwa. Kuna nguvu fulani inakujaga kwa mtu ili msaidie kutimiza ahadi zake ambazo ziko katika maisha yake, na itakuwa ni vizuri sana. Alafu pia viongozi wote mnaomba kila wakati mnapokutana mahali hapa katika nyumba ya Mungu, hakikisha kwamba umevaa baji. Nitarejelea, naona wengine hawajavaa baji na wako nazo, sijui sababu ni nini, sielewi. Kwa hivyo mnaambia kwamba kila wakati nawakumbusha, hakikisha umevaa baji. Onyesha hata wengine pia mfano ya kwamba especially wale viongozi, unakaa uvai baji, wale wengine wanakufuata nyuma watakosa kukusikiliza na wewe pia, maana wewe pia usikilizi madhabahu vile ninavyosema. Kwa hivyo usione kwamba unafanya vizuri, unafanya roho ngumu kwa wale ambao unaongoza. Ukiwaambia wanakuangalia tu hivi na wafanyi chochote, inakuwa umejipandia mwenyewe roho ambaye, ama umejiroga mwenyewe katika huduma yako. Kwa hivyo tii mambo ambayo yanazungumzwa katika madhabahu, na mambo yako pia yataenda vizuri katika maisha yako. Alafu mahali hapa pia tuko na mchango tarehe 5 mwezi wa 4 2026. Mchango wetu umekaribia sana, bado mawiki tu ya kuhesabu kufikia siku ya mchango. Nashukuru kwa wale ambao wanatoa kidogo kidogo, maana tuko na namba yetu ya kutoa mahali pale 0768776867. Hiyo ndio namba yetu ambayo tunatumia kwa sababu ya ujenzi. Kwa hivyo kama uko na kidogo, tuma mahali pale, ili kwamba siku ikifika utakuwa uko mbele, maana hesabu inapotolewa ile 50 umetoa 100, 500, ikifika tarehe 5 utakuwa na hesabu nzuri ambayo inakuheshimisha ama inafanana na wewe vile Mungu alivyokuheshimisha na wewe pia. Kwa hivyo fanya bidii hivyo, utume kitu kidogo mahali pale. Kila siku ukipata tuma mahali pale, hesabu yako isome vizuri. Na pia tuko na kadi za kukusaidia kuchangisha. Ukifika kwa mtumishi wa Mungu utapewa kadi, utazungusha kwa marafiki zako, kwa majirani zako, na utapata kitu cha kutoa siku ile ambayo ni ya mchango, na inakuwa ni baraka sana. Viongozi 5,000 na washirika 3,300 kila mmoja, na katika makundi yetu pia hakikisha kwamba pia umetoa. Wakati unakuja na bahasha yako mahali hapa, katika kundi lako pia toa kama vile kiongozi wako amekwambia,
Hizo zote ni baraka zako ambazo Mungu ameziweka mbele ya uso wako, ili kwamba upitie hapo ama ukanyagia hapo, ili kwamba Mungu ajidhihirishe katika maisha yako. Haya ndio matangazo ambayo nimepewa katika ofisi kuu ya mchungaji. Endelea kubarikiwa. Tukutane tena Jumapili ijayo katika kipindi cha matangazo masaa kama haya. Asanteni sana. Pigie makofi anapoenda kukaa. Mpigie makofi, mpigie makofi, mpigie makofi. Piga makofi, piga makofi jameni, piga. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ibada inaendelea vizuri. Kwa hivyo chenye umejipanga nayo, ukitoka nyumbani kwa ibada, ni wakati wa kutoa sadaka. Naomba ashas mmoja, nafasi ni yako, tuelekeze vile tutatembea katika ibada hiyo. Karibu. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina yangu ni Kevin Chuma. Nimeokoka. Yesu ndio mwokozi wangu. Ni wakati mwingine mzuri wa matoleo. Kama umefunga simu, naomba ufungue simu yako. Kama umefunga simu, naomba ufungue simu yako. Kwa maana watu kuna yule ambaye ako naye kwa simu, naomba ndio hapo unatuma kwa PayPal 247247, anapo kuna account hapo. Haya, tutaenda kwa utaratibu. Tutaanza na wase, tukienda pole pole mpaka roho ya mwisho. Kikapu kilicho huko hivi cha kikapu kilicho cha nini, ni cha fungu la 10. Hapa ni cha matoleo.